Mange Kimambi baada anazidi kutupia lawama serikali ya Samia Suluhu Hassan baada ya jana kusema kwamba bunge limejaa wanafamilia na kusema kwamba katiba ndio kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha mfumo mzima. Leo hii pia tena ametoa kale nyingine kuhusiana na nafasi ya wagombea wa umea wa manispaa katika mkoa wa Dar es Salaam. Sasa hapa ametoa orodha ambayo kulikuwa na watu watatu ambao wametangazwa kuweza kuwania nafasi za umea katika manispaa, lakini pia pale chini akasindikiza na caption nyingine ambayo alikuwa amefafanua zaidi. Sasa katika picha hii bana, unaona kwamba walio wagombea ambao wameorodheshwa ni watatu. Kuna Zaidi Jumanne Muliro. Huyu bana inasemekana kwamba ni mwanae Kamanda Jumanne Muliro ambaye ni yupo ana nafasi yake katika jeshi la polisi, lakini tunaye Ashura Mohamed Sengodo na kuna Lawrence Christopher Mlaki. Sasa baada ya kuweka orodha hii hapa, Mange Kimambi kwenye uwanja pale chini kwenye comment kwenye sehemu ya caption akasema hivi: hii ndio moja ya sababu jeshi la polisi linatumika vibaya. Imagine baba mtu katoka kuua wananchi, alafu mwanae anapewa umea kama zawadi ya baba yake kuua wananchi. Imagine. Yani baada ya kilichotokea Tanzania ndo kwanza Muliro na familia yake wanazidi kuneemeshwa badala ya kuwajibishwa, ndio kwanza Muliro wakazawadiwa mwanae kupata umea. Tanzania imekuwa nchi ya kifalme. Viongozi wanapatikana kwa njia hii ya kifamilia na sio uwezo wa mtu. Tarehe 9 Disemba tukamalize huu ushenzi kwenye nchi yetu. Nimewasikia maoni yenu na yes, tubaki na Disemba 9. Yani hivi hakuna wanachojifunza kwenye maandamano ya Oktoba 29? Hakuna walichobadilika? Wamebadili lugha zao za kibabe tu ili waweze kupata mikopo na pesa za misaada ili wakanunue mabugati. Hatuwezi kuishi kwenye nchi kama hii. Mwisho wa nukuu. Sasa Mange anaamini kwamba pamoja na alichokifanya Kamanda Muliro, naona kabisa kwamba anazidi kuzawadiwa, na kuzawadiwa huko mtoto wake bana anataka kupewa nafasi ya kuwa meya wa manispaa katika jiji ama katika mkoa wa Dar es Salaam. Sasa kwake anaamini kwamba njia pekee ya kuweza kumaliza ufalme huu, amesema kwamba uongozi unaanza kuwa kifalme kama hereditary, au sio bana, yani unarithi wa kutoka kwa baba yako ama kutoka kwa familia. So familia itakuwa ina mwendelezo wa viongozi ama mwendelezo wa nafasi za kazi ambazo ni nafasi ambazo zinahitaji kugombewa kutokana na uwezo wa mtu. Sasa hili hapa limemkasirisha kidogo Mange Kimambi, ndio maana akaamua kufunguka, lakini pia amewakumbusha Tanzania kuhusiana na maandamano ya tarehe 9. Mwanzo alikuwa ameuliza Tanzania wampe maoni. Alikuwa ametoa maoni yake kwamba badala ya kufanyika tarehe 9 basi maandamano yafanyika tarehe 25, siku ambayo kila mmoja atakuwa ameruhusiwa kutoka nje. Lakini sasa inaonekana kabisa kwamba maoni ambayo aliyapata yalikuwa kinyume, na sasa amesema kwamba yes, niwasikia maoni yenu na kuhusiana maandamano yanabakia pale pale. Tarehe 9 Disemba wananchi wanatoka kwa ajili ya kutaka kuandamana na kudai haki zao. Sasa kwa hiyo ambacho amekisema Mange, pia siku zote huwa natamani sana kukutana na maoni yako kwenye uwanja wa comment. What do you think about this?